Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa siku ya leo tuna somo nzuri kabisa ambalo lina kichwa kinachosema njia sahihi ya kushughulika na watesi wako. Njia sahihi ya kushughulika na watesi wako. Na somo hili tunalipata katika maandiko kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 36 nzima na sura ya 37 nzima. Kitabu cha Isaya sura ya 36 nzima na kitabu cha Isaya sura 37 nzima kama ilivyo. Sasa kwa kuwa ni mistari mingi kidogo, kwa muda wako utasoma mistari yote, nami katika kipindi hiki nitakuwekea tu utangulizi kwa sehemu, alafu panapo majaliwa kwa wakati mwingine tutakwenda kumalizia sehemu iliyobaki. Somo letu kama nilivyosema ni njia sahihi ya kushughulika na watesi wako. Na tunapozungumza kwa habari ya watesi, yawezekana ukawa na maana yako, ukawa na tafsiri yako ambayo pia ikawa ni sahihi. Lakini kwa muktadha wa kila ambacho nimeongozwa kukifundisha na kukihubiri mahali hapa, naomba tufuatane pamoja. Na katika maisha yetu ya kila siku yamejaa na mambo mengi sana ndani yake, lakini kwa ujumla yamegawanyika katika sehemu kubwa mbili, katika namna nzuri lakini pia katika namna mbaya, katika namna ya furaha lakini pia katika namna ya huzuni. Na kwa upande wa pili wa huzuni, kuna vitu, kuna watu au mambo ambayo yanapelekea hiyo huzuni kwenye maisha yetu. Sasa swala kwamba umeokoka au hujaokoka, pande hizo mbili zinakuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa namna moja au nyingine, sababu za upande wa huzuni inaweza ikawa ni kwa sababu ya maamuzi yako ya msingi na ya maana kabisa ambayo ni sahihi, ambayo ni kuokoka. Lakini kutokana na maamuzi yako ya kuokoka yakakupelekea kutengeneza kikosi cha watesi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ninapozungumza kwa habari ya mtesi kwenye maisha yako, wanaweza wakawa ni watu, anaweza ikawa ni jambo fulani ambalo linapeleka au kupelekea huzuni kwenye maisha yako. Lakini kwa habari ya watesi, inaweza ikawa ni changamoto ambayo inapeleka msongo wa mawazo, inapelekea tatizo la kisaikolojia katika maisha yako. Lakini watesi anaweza kawa ni ugonjwa fulani ambao unakupelekea changamoto na kufika mahali kujuta kwa nini ulizaliwa, au kwa nini umekuwa mtu mzima, au kwa nini umeamua kuokoka, au ni kwa nini umeamua kuwa na familia, au kwa nini. Lakini yote hayo, kabla ya kufikia kwenye hapo kwenye kwa nini, lazima kuna mahali fulani ambapo panaanzia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu ambao yawezekana katika historia yao ya maisha, namna ya kukua na kuzaliwa, walijikuta hawana wazazi wanaofahamu kama wazazi wa damu. Walijikuta yawezekana wana mtu ambaye ameokota mahali au amemhifadhi katika namna fulani, lakini hana ndugu wa damu anayemfahamu. Na moyoni mwake anapoona watu wengine wana ndugu zao wa damu wanaofahamu, wanawatamani sana. Wanasema, laiti na mimi ningekuwa na shangazi, laiti na mimi ningelikuwa na mjomba, laiti na mimi ningelikuwa na mtu fulani ambaye ni wa damu, hizi shida ninazopitia nisingekuwa nazo. Lakini kuna mtu mwingine hapo anasema, najuta kuzaliwa kwenye huko. Ni wachawi kweli. Najuta kwenye huko.
ni majizi, majambazi na fujo za kila namna. Na inapotokea shida, wa kwanza wa kuhusisha kwenye hiyo shida ni ndugu wa karibu. Uongo kweli? Kwa hiyo kuwa na ndugu au kutokuwa na ndugu haijalishi. Hao ndugu wanaweza wakasababisha furaha kwako, lakini pia wanaweza wakasababisha huzuni kwako. Kuna watu ambao walitamani sana kwamba siku moja na mimi nikiwa na familia, siku moja na mimi nikiwa na mke, nikiwa na mume, nikiwa na watoto, nimeula. Maisha sasa yameenda burudani. Burudani. Maisha yamekuwa burudani. Shida za kuhangaika kujipigirisha kama ni kijana yuko ghetto, kuzungua masifuria na nini, takuwa nimezimaliza. Habari za ukimbizana na mabinti watu wapi na nini zitakuwa zimeishi. Na siku moja Mungu akajalia au shetani akafanya mambo yake, akapata jiko au akapata mume au mke. Na baada ya kuingia huko ndani, kwa muda huu au kwa wakati utakapofikia, anaanza kusema, wala najuta kwa nini nilioa, kwa nini niliolewa. Tupungeni huko nende kama tunaonana kweli. Kumbe tuko pamoja. Lakini inawezekana kuna mtu mmoja anatamani, ningelikuwa na duka, ningelikuwa na genge, ningelikuwa na biashara fulani kama mtu fulani. Na kweli anasema shida ni mtaji, kama wengi wanavyosema. Na ikatokea namna ya kupata huo mtaji, na akaanzisha biashara. Biashara ikaenda, ikakua, ikafika mahali akaona kuna namna kuweza kuiongeza zaidi ya vile ambavyo anavyoona kwa wakati huo. Na akaenda benki, akaweka nyumba yake kwamba likitokea na kutokea nimeshindwa kulisha fedha yenu, chukueni nyumba yangu. Na baada ya biashara imeenda, imefika mahali ile biashara imekuwa tofauti na vile ambavyo mtu alifikiria. Na benki hawana hiana, kama ambavyo maandishi yanasema, wanakuja wanabeba nyumba imeenda. Kwa hiyo kumbe shida au sababu haikuwa ni mtaji, haikuwa ni biashara kubwa, kulikuwa na kitu kingine zaidi ya hicho. Kwa hiyo kwa wakati huo mtu anajuta kwamba kwa nini niliingia kwenye hii biashara kubwa, ni bora ningebaki na genge kama mafrani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati huo mtesi wake anakuwa ni ile biashara. Lakini kama tunavyofahamu, tumeumbwa na miili hii ya nyama ambayo ina mifumo mingi sana inayofanya kazi kwa kushirikiana na kupelekea sisi kuweza kuishi na kupumua na maisha yakaenda. Lakini kuna wakati ambapo mtu unajikuta una ugonjwa, na hakuna anayependa ugonjwa, si ndio? Hakuna anayeombea ugonjwa. Lakini kwa sababu kadha wa kadha, mtu anajikuta ana changamoto ya mwili. Na hiyo changamoto ya mwili inafika mahali vile vyote alivyokuwa anaviona vya thamani, vinavyopatia furaha na amani kwenye maisha yake, havina maana tena. Kwa sababu kuna mtesi mmoja ambaye amemkalia kwenye mwili wake ambaye ni ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunaona swala la kuwa na mtesi ile mapana yake. Anaweza kuwa ni mtu, inaweza ikawa ni kitu, au inaweza ikawa ni ugonjwa au jambo fulani linasimama kama mtesi. Sasa katika maandiko ambayo tunatumia mara nyingi kama sehemu ya kujifunza, kuna mambo mengi sana ambayo yameandikwa kwenye Biblia, ambayo ni machache sana kati ya yale ambayo yangewezekana kuandikwa. Na ndio maana tunaambiwa ya kwamba kama mambo yote yangeandikwa kwenye Biblia, yani isingewezekana, isingetosha kabisa, kwa sababu ni mambo mengi. Sasa kati ya mambo machache ambayo yamefanikiwa kuingia kwenye Biblia ni pamoja na habari moja. Habari hii ilihusisha tawala zipatazo mbili.
Na tawala hizi, kulikuwa na tawala ya jamii ya Yuda. Kwa wakati huo taifa la Israeli limeshagawanyika mara mbili. Nimeshafundishana vizuri hapa. Na Yuda iko upande wake na Israeli imebaki na upande wake. Na kwa wakati huo kwenye taifa la Yuda, kama ni taifa sasa, kwa wakati huo mfalme aliyekuwa madarakani alikuwa ni mfalme aliyeitwa Hezekia. Na mfalme Hezekia amekaa kwenye madaraka kwa muda wa kutosha. Lakini ikafika mwaka wa 14 wa kumiliki kwake au kutawala kwake, kukatokea jambo zito. Kukatokea jambo zito. Na jambo zito hili lililetwa na mtesi mmoja. Na huyo mtesi alikuwa ni mbabe wa kijeshi kwa nyakati hizo, ambaye ni mfalme wa Ashuru. Na kwa nyakati hizo ufalme wa Ashuru ulikuwa ni ufalme ambao una nguvu dunia nzima. Tumeelekezana mara nyingi, kama uko pamoja kwenye madarasa yetu na imani zinaenda pamoja. Na huyo mfalme wa Ashuru akaingia upande wa Yuda kwa lengo la kumiliki na kuitawala ile jamii ya Yuda iwe mikononi mwake kama sehemu ya makoloni ambayo angeendelea kutawala. Kama ambao Tanzania kwenye historia tumetawaliwa na Waarabu kwa wakati fulani, tumetawaliwa na Waingereza, tumetawaliwa na Wajerumani, na ndivyo hivyo ilivyokuwa. Hata kwa utawala wa Ashuru ulitaka kuchukua ile taifa la Yuda liwe sehemu ya makoloni yake. Lakini kama mfalme hakuwa tayari kuachia koloni liende kiurahisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa mfalme wa Ashuru aliitwa Senakeribu. Senakeribu akatuma watu kwenda kwenye jamii ya Yuda. Na mfalme wa Yuda akatuma wawakilishi wake kwenda kuwasikiliza wajumbe waliotumwa na mfalme wa Ashuru. Tuko pamoja? Amina. Taratibu, baba. Tunaweka utangulizi. Sasa wacha tuangalie kwenye maandiko. Kwenye maandiko tukisoma hiyo Isaya sura 36. Isaya 36. Tukianza ule mstari wa kwanza, tutembee hapa mpaka huo mstari wa 5. Tuone kuna jambo gani linatokea. Maandiko yanasema, ikiwa katika mwaka wa 14 wa kumiliki kwake mfalme Hezekia, Senakeribu mfalme wa Ashuru akapanda ili kupigana na mji yote ya Yuda yenye boma, akaitwa. Kwa wakati huo, wakati tayari anatuma wajumbe, kuna sehemu kubwa ya taifa la Yuda alikuwa ameshaliteka. Yaani kama Tanzania ameteka mikoa kadhaa. Sasa muda huo anaelekea Dodoma, ambao ni mji mkuu, kwamba akamalizie. Lakini akasema, wacha nikazungumza na mfalme, yawezekana nikapata kiurahisi, tusiendelee kumwaga damu. Mstari wa 2. Mfalme wa Ashuru akamtuma amiri toka Lakishi hata Yerusalemu kwa mfalme Hezekia pamoja na jeshi kubwa. Naye akasimama karibu na mfereji wa birika ya juu iliyo katika njia kuu ya kuendea wanda wa Dobi. Wakamtokea Eliakim mwana wa Hilkia aliyekuwa msimamizi wa nyumba ya mfalme, na Shebna mwandishi, na Yoa mwana wa Asafu mwenye kuandika tarehe. Yule amiri akamwambia, haya, mwambieni Hezekia kwamba mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru asema hivi, ni tumaini gani hili ulilotumainia? Sasa wajumbe ambao wametumwa na mfalme wa Ashuru wanaanza kuzungumza na hawa waliotumwa kutoka kwa mfalme wa Yuda. Na mazungumzo yanaanza kwa swali. Hawa
hao waliotoka upande wa Ashuru wanahoji kwa hawa watu wapeleke ujumbe kwa mfalme wao wa Yuda ya kwamba katika jeuri ulionayo, ambayo mpaka wakati huu haujakimbia nchi, umenyang'ania, maana yake kuna kitu ambacho unakitumainia, kuna jambo ambalo unajiamini kwa, na hilo ni jambo gani? Mstari wa 5. Nasema, mashauri yako na nguvu zako kwa vita ni maneno yasiyo na maana. Basi unamtumaini nani hata ukaniasi mimi? Haya ni maswali ambayo wametumwa wayapeleke kwenye taifa la Yuda. Anaona kabisa huyu mtu, kwa jinsi ambavyo tumeshapiga haya mikoa ya mwanzo, lakini mpaka sasa yeye hajakimbia, maana yake kuna kitu, kuna jambo, kuna mtu au jeshi fulani ambalo anaitumainia. Sio bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Sasa mstari wa 6 wanaanza kugesi. Tazama, unaitumainia fimbo ya mwanzi huu uliopondeka, yaani Misri, ambayo mtu akitegemea juu yake humwingia mkononi na kumchoma. Ndivyo alivyo Farao, mfalme wa Misri, kwa wote wamtumainio. Sasa kwa akili zao walijua huyu mtu sio bure. Inawezekana kuna taifa jingine, inawezekana ni Misri, ambaye anamtegemea kwamba tutakapofika kuvamia hii dodoma yake, kuna Misri atakuja kumsaidia. Lakini aliyekuwa tumaini, aliyekuwa kimpa jeuri, aliyekuwa kimpa kiburi mfalme wa Yuda, sio Misri na wala sio mwanadamu wa yoyote, isipokuwa alikuwa ni Mungu aliye hai, anayeishi, anayemtumaini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Sasa inawezekana wewe kuna mambo ambayo yamekuwa yamekaa kwenye maisha yako kama mtesi. Kama ambavyo nimezungumza, mtesi amekaa kwa namna tofauti tofauti. Aidha ni mtu au ni jambo lolote. Sasa kuna watu ambao unakuta wamezurumika. Inawezekana ni watoto wa marehemu fulani, lakini kutokana na kwamba wakaonekana ni watoto tu, wakaibuka ndugu wenye fedha, wenye jeuri, wenye uchawi, wanaofahamiana na watu serikalini, na wakapitisha ile haki wakaipokonya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kama utaenda serikalini hauna pesa kumlipa mwanasheria, hata kama ukipaza sauti hakuna kusikiliza, hata kama ukifanya nini hakuna kukusaidia, kwa sababu ndio wenyewe wanaogopa watalogeka kama wazazi wako walivyouawa, ndio wenyewe hawataki kupata mkumbo wa kufa. Kuna watu wanaelewa. Inawezekana una eneo lako hata kama ni 21 au nusu 20 mahali, lakini kuna mchawi mmoja anataka kumegea hata hapo kadogo, na unaogopa kupiga kelele kwa sababu unamjua huyu ni mchawi konki. Ukikoa watu wanaweza kukuzimisha wakati wote, na wewe umeamua kufunga mdomo na unamtafuta mtu mwingine umuuzie hata kwa hasara ili kusudi ujinusuru. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nataka nikuelekeze katika mambo yote ambayo yamesimama kama mtesi, kuna mahali pa kwenda kusemea. Sio serikali ya mtaa, sio mahakamani, sio kwa daktari, sio kwa mama au baba kule, sio mahali kingine, isipokuwa kuna mahali ambapo nitakuelekeza kipindi kijacho pa kwenda kusemea vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kwenye maisha yetu. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kwenye maisha yetu. Inawezekana kwenye ndoa umekaa humo, yani basi tu bora liende. Bora tu liende. Mmeshakaa vikao vya kila namna.
mpaka inafika mahali unaona taibu kuitisha vikao tena. Maana mpaka ambao umekuwa ukiwashirikisha muda wako kwenye ndoa wameshawachuka. Unasema hii na nyinyi sasa kama unashindwa bora tutoke kwa. Umeita mshenga aliwasimamia ndoa na yeye amefika mahali amechoka. Sema hii jamani, sasa nyinyi wenyewe mwende mahakamani mkataka talaka basi. Mleo tu watoto kama namna gani yaishi. Lakini sikia nikwambie, kama ulikuwa unapoteza tumaini kwenye chochote kile, kuna mahali pa kukatia rufaa ya rufaa zote. Na kuna namna ya kuikata hiyo rufaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali lakini pia kuna namna ya kufanya. Nitakuelekeza. Sasa inawezekana ni shida ya ugonjwa ambayo umezunguka hospitali kwa matabibu na hospitali makubwa lakini imeshindikana. Madaktari wamefanya kwa sehemu yao, sawa, kama matabibu na wataalamu wanaosomea masuala ya afya. Lakini kuna mahali ambapo unaweza kaipeleka hiyo shida yako ya afya na ikasomika kabisa. Kwa hiyo kila kitu ambacho kimtesi kwenye maisha yako kina namna na mahali na jinsi ya kufanya kikawa sauti. Kikatatulika kabisa. Ni kwa namna gani? Tuendelee pamoja. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa nitakusogeza tu kwa haraka kwenye mstari wa 11. Kwenye mstari wa 11. Hao watu kumbuka walikuwa wakizungumza kwa lugha ya Kiyahudi. Kwa nini walizungumza kwa lugha ya Kiyahudi? Walizungumza kwa lugha ya Kiyahudi kwa sababu wakati wa mazungumzo yale kulikuwa na wananchi ambao wanasikiliza yale mazungumzo. Na lengo lao halikuwa tu kutaka kujua kwamba ni nani ambaye anawapa kiburi. Lakini lengo lao kubwa lilikuwa ni kupenyeza hofu ndani ya watu ambao wapo kwenye jamii ile, ili kusudi wao wenyewe wasalende, wanyoshe mikono na kuona kwamba habari za dini sisi hatutaki, bora tuende tu kwa mfalme wa Ashuru kama tulivyo tujisalimisha. Hiyo ndio ilikuwa lengo kubwa. Hao watu walikuwa wanafahamu lugha ya Kiashuru. Na hao watu walikuwa wakizungumza nao pia walikuwa wanafahamu lugha ya Kiashuru. Lakini jamii kwa ukubwa ilikuwa haifahamu lugha ya Kiashuru. Walikuwa wakifahamu lugha ya Kiyahudi. Na hao watu hawakutaka kuongea lugha ambayo hawa jamii nyingine wasingeelewa, lakini waliongea kwa lugha ambayo na wale wengine wote wataisikia, ili kusudi wawatie hofu. Na baada ya kuwatia hofu wasalende wenyewe. Ni silaha kubwa sana ambayo inatumika na adui, vita ya maneno. Sasa mstari wa 11 hapo no. Hao walitoka upande wa mfalme wa Yuda wanawasihi, jamani, mbona sasa mnataka kuyafanya mambo kwa makubwa? Simuongee tu kwa lugha ya Kiashuru, tuzungumze sisi wenyewe mpaka hizi habari zifike kwa watu wengine. Mbona tuzungumze sisi wenyewe tuyajenge? Haleluya. Mstari wa 11 nasema, ndipo Eliakimu mwana wa Hilkia na Shebna na Yona wakamwambia yule Ameri, tafadhali sema na watumishi wako kwa lugha ya Kiashuru, maana tunaifahamu, wala usiseme nasi kwa lugha ya Kiyahudi masikioni mwa watu wote waliokutana. Kwa wanawasihi, jamani, tuzungumze kwa lugha ya Kiashuru ili kusudi watu wengine wasipate taharuki na kujua shida ingine. Na ndio maana kuna taarifa hata kwenye serikali huwa zinamalizwa kimya, kwa sababu zikisambaa kwa watu zitazua taharuki. Sasa wanalinda watu wasipate taharuki, lakini lengo la hao watu wanataka watu wapate taharuki. Na kuna vitu vingine mpenda usije kuvifuatilia sana. Unanielewa? Kuna vitu vingine usije kuvifuatilia sana. Utasikia vitu ambavyo shetani anataka usikie.
Haya, wanandoa tupo, tungeni mikono hivi wanandoa. Na wanandoa watarajiwa, sikieni mpendwa, kama una wasiwasi, una mashaka na mwenzi wako, marufuku kushika simu yake. Tunaelewa vizuri? Yatakana wewe umeokoka, mwenzako hajaokoka, si ndio? Haleluya. Yatakana wewe umeokoka, mwenzako ameokoka, ni mlokole paga. Kwa hiyo kaza anaingia, lakini na mengine yanaendelea. Ukijua mwenzako hamuelewelewi, tafadhali endelea tu kumwombea. Simu yake achana naye. Halo. Kwa sababu shetani ataleta taarifa ambazo anataka uzisikie. Na hayo maombi na mfungo uliokuwa nao kwa ajili ya wewe mwenzako unaishia hapo. Yaani hapo ndio utakuwa kama ulikuwa umefunga asubuhi, unamfunga wiki moja kufungia mwenzako, taarifa umepata mchana, asubuhi jana chai, mchana kwenye ugali mko pamoja. Fungo umeishia hapo. Sababu ni nini? Kuna taarifa ambayo shetani anataka ipitishe kwako na haribu kila mpango mzuri uko nao. Sasa na ndiye ilikuwa target ya hawa watu. Sasa na wakaamua kufumbua kabisa hilo fumbo lao. Mstari wa 12 wanasema ni kwa nini wanataka hao watu wengine wasikie. Sikia hapo wanaosema. Lakini yule amiri akamwambia, "Je, bwana wangu amenituma kwa bwana wako na kwako wewe niseme maneno haya? Hakunituma kwa watu hawa waliokutana, ili wale mali yao wenyewe na kunywa mkojo wao pamoja nanyi." Kwa hiyo lengo la hao watu walitaka wawatie jamba. Walitaka wawatie hofu. Hapa wametumia maneno ya kula mali yao na kunywa mkojo wao, lakini wakimaanisha wanataka watie hofu. Na hao watu baada ya kuwatia hofu, kuna kitu wakifanya. Kuna taarifa usitaki kuzifuatilia. Na ndio maana unakuta kuna mtu mwingine ameenda hospitalini kufanya tu check up, lakini baada ya kupata majibu anarudi ni mgonjwa kabisa wa kulazwa. Shida ni nini? Kuna taarifa ambayo hakutakiwa kusikia. Na ndio maana hata ukienda kucheki afya kwenye vile vipimo vile mnavyokimbiaga vile, simshakimbia vipimo ni wakati nesi au daktari anakuletea majibu, kwanza anakupanga kisaikolojia. Unajua imeenda imerudi, una watoto wangapi, umeolewa umeoa, unajua haya maisha bwana, maisha haya yani relax. Yani usiwe na tatizo kabisa. Unajua ugonjwa huu ni kawaida tu kama ugonjwa mwingine. Kianza kusikia hivyo, moyo unaweza Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hao watu walitaka wawekee hofu, na baada ya kuwatia hofu ya kutosha, haikutoshea hapo, wakasema kumbe nyinyi huu mpango wa sisi kuongea hawa watu wasikie, mnataka kuubutua. Kabla mjawafukuza na kutoka hapo wasisikie hizi habari, sasa tunasema kwa wazi zaidi, tunapaza na sauti. Ukisoma mstari wa 13 kuendelea mpaka 17 hapo, jamaa alipaza sauti. Yani kwa leo tungesema aliweka maspika. Sasa watu wote kila kona wasikie. Kila kona wasikie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kama kuna sakata moja ilimkutaka mchungaji Chuku. Wakaona kusema tu wao haiwezekani. Ikabidi waandike na mabango, wakayabandike, sio mchakani, barabarani. Watu wanapopita ili kusudi wasome wayaone vizuri. Lengo ni nini? Yakimfikia mchungaji Chuku kama kuna mabango na anapita njia hiyo, akajisoma na yeye, kuna hofu, kuna namna nyingine ndani yake, na anachokifanya arudi nyuma. Kwamba kama ndio hivi, mimi sina familia yangu, sina maisha yangu, ninakula ninakunywa. Sasa kama ni haya nini? Si niwaachie tu. Hilo ndio leo.
Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wewe kuna vitu vingine unapoona watesi wamekuwa wengi, hapo ndipo mahali pa kuchochea. Hapo ndipo mahali pa kung'ang'ana. Ukirudi nyuma, shetani ameshakuia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kama itoshi, mimi nakudokeza tu kidogo unaweka utangulizi. Ukisoma mwenyewe mstari wa 18 mpaka mstari wa 20 hapa. Wanaanza kuwapatia orodha ya mahali ambako wameshapiga. Mahali ambako wameshapiga. Sio kwamba ni shuhuda za uongo au za kutunga, wanapatia shuhuda ambazo ni za kweli. Kwamba miji 1, 2, 3 huko kote tumepiga. Na walikuwa jeuri kama nyinyi, lakini wote tumechakaza. Kwa hiyo na nyinyi ni watu mnaofuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo na kwenye maisha yetu vitu ni vingi sana kama ambavyo ninasema. Inawezekana una peso kwa namna fulani, na shetani anapomtumia mtu kukuletea maneno, mwisho wa lile neno kule anakupatia njia ya kufanya. Anakuletea njia ya kufanya. Na kama wewe umehangaika na jambo fulani kwa muda na umeshirikisha baadhi ya watu au watu wanalifahamu tatizo lako, nina imani kabisa umeshapewa njia nyingi za kufanya. Njia nyingi za kufanya. Na wanakupata na ushuhuda. Wanakwambia, unajua tatizo kama hili alikuwa nalo na mtu fulani, lakini leo hii yuko vizuri, hana shida tena. Alifanya fanyaje? Kwani nilipeleka kule. Wapi? Kwenye kukanyaga. Wapi? Kwenye kuoga. Wapi? Kwenye kunywa. Wapi? Kwa mtaalamu fulani Tanga. Wapi? Mahali fulani kule jirani na nchi ya Kongo kule mbele. Wanakupatia na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiona kuna ushuhuda unaoleta kwako ambao ni kinyume na imani yako, jua huyu ni tesi. Jua huyu ni mtesi. Jua huyu ni mtesi. Mama, baba, kwenye ndoa yako koma. Usishoboke na usikomaza. Kuna mtu anielewa? Inafika mahali wanawake wanajivunia usingomaza. Mbona fulani ameachika, mbona maisha yanaendelea? Tena saa hizi ndio amenona vizuri. Sio mbona amenenepa na kunenepa. Hana pressure. Unakupa na ushuhuda. Unaona sasa hivi amenunua na gari. Kumbe ni mwanamke toka na barabara. Sasa hivi yuko huru anafanya biashara zake, anaenda huko, ana shida. Na maisha yanaenda, watoto wanasoma. Huo ni ushuhuda, lakini ni ushuhuda ambao unaletwa na mtesi. Kimbia. Wanakupatia ushuhuda. Mbona fulani ameachika na sasa hivi ana ndoa? Huo unaongosha ndoa za Kristo. Fulani kabisa tena kutafuta uongo mwingi na ushuhuda mwingine na uongo. Kuna mchungaji fulani au mali fulani aliachika, waliachana, lakini akaoa na maisha yanaendelea. Wala shida hiyo sikusokua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Sasa mpendo, ukiona ushauri ambao unakupeleka nje, kwamba wewe mwanachuo mzima mpaka sasa huna boyfriend, huna girlfriend, huo ni ushamba. Maisha ndio haya. Unashangaa. Mungu linakata, unahangaika vya nini? Angalia wenzako tunaishi vizuri. Tunaijiwa, tumepangishwa hosteli nzuri za maana, tunaishi vizuri. Ni kweli mnaishi vizuri kwa namna mnavyoona, lakini huo ni ushauri kutoka kwa nani? Kwa mtesi. Mimi nina shida zangu, wacha na shida zangu hizi. Habari za namna nyingine ambayo sielewi hapa. Wewe ni rafiki yangu, lakini kuanzia leo naomba kila mmoja ajali uelekeo wake. Wewe mama fulani, baba fulani, sawa. Wewe umeona mume wako, mke wako anakusumbua, umeamua kuchepuka, una kibombonya. Kibombonya ni kinini? Kidumu. Wewe una kidumu, si una kibombonya na kilini huko.
na maisha yanaenda kwamba huyu mtu mzima wenzako umemkuta na ndevu, msibabaishane bwana, kila mmoja mtu mzima. Haleluya. Wewe mwambie huyu kivuruge wangu, huyu kivuruge wangu. Takoma naye nitasugua goti mpaka Bwana aseme yatosha. Takoma naye kivuruge wangu huyu. Wacha tuende hivi. Habari ya vidumu na vibongonya hapa. Wewe ni shoti sawa na ushoti kuanzia leo. Kama ulikuwa unataka nywele za bure, naomba tuishane hapa. Tafunga mabutu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wewe unaona kama maisha yameenda vizuri. Tulikuwa pamoja tunalima vimongwa. Leo hii wewe unakosa kadhaa. Unapanga kununua basi. Umeingia kwenye biashara ya usafirishaji sawa. Ndugu yako anakufuata mwenzangu. Tulikuwa tunalima vimongwa wote. Imekuwaje wewe umechomokaje? Acha ujinga. Ulokole huu utakufa wewe. Njoo huku nikupeleke mahali. Mwambie uko mahali usinipeleke. Kama ni ulokole kimasikini, wacha niife masikini, lakini naenda wapi? Naenda mbinguni. Hizo options zingine ambazo zifai stop. Na urafiki onesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Okay. Sasa kwa habari ya ushuhuda wote wa kijinga achana nao kabisa. Sasa nikiona malizia jambo moja. Kuna jambo kubwa sana ambalo mfalme wa Yuda alifundisha watu wake. Aliwafundisha jambo moja, ya kwamba lolote litakalokuja masikoni mwenu na ukaona halijakaa kwa namna iliyo njema, kaa kimya. Walijua hawa watu baada ya kuwatishia na kuambia maneno ya hovyo na kuwakemea kwa kila namna na kuwaogopesha za kutosha, watasalenda kwamba basi tunaenda. Na ukisoma hapo, hawa watu waliotoka Ashuru walikuja na jeshi kubwa, hawakuja kinyonge. Maana katika mambo ambayo kulianzisha hapo pangechimbika, lakini lengo lao alikuwa kupigana kwa namna silaha. Walitumia silaha ya maneno. Maneno yanafanya mtu analia. Uongo kweli? Unaweza kumteka fimbo na silie, lakini ukamtupia neno moja akalia. Lakini unaweza kumtupia neno moja akacheka. Kwa hiyo maneno ni silaha kubwa sana ambayo anatumia adui. Sasa katika maisha ya kila siku, usitake kutafuta kubishana au kujitetea kwa namna ambavyo ushahidi ulioko mbele yako uko wazi. Na sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii teknolojia imeendelea, yani wanaweza kukuchukua wewe kama Kennedy hivi. Yani wewe Kennedy hivi wakakuvulisha hiyo suruali, wakakuvalisha sketi. Wakakuvulisha hiyo nguo yako nzuri, wakakuvalisha blouse wakana matiti kabisa. Wakakupaka na lipstick vizuri, ila sura anaonekana ni Kennedy. Halafu wakaitupa mtandaoni. Haleluya. Na ngoja kupigia simu, watakupigia siku hiyo mzee. Wanakuwa pole bwana, Kennedy imekwaje bwana, imekwaje? Ndio hawafikiri kwamba Kennedy kabisa sikufanya. Tena yule sinaambiaga yule kama moja haimo. Yule kama hazimo ninaambia kila siku. Na hapo manabii wanapotokea. Sasa hapa tayari ushahidi wao. Hapo hauwezi ukasimama mbele na kusema sio mimi. Wao wanakuona ni wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali pa kwenda kusemea. Ni wapi? Usikose kipindi kinachofuata. Sasa ni mahali, lakini pia kuna namna. Na ndio maana inafika mahali mtu kuna mambo yanayomsibu, lakini amekuwa akiapeleka kwa Mungu kwa namna ambayo sio sahihi na hapati majibu. Kumbe kuna namna ya kupeleka hizo hoja zako. Namna gani? Usikose kipindi kinachokuja. Mstari wa 21 hapo ndio tunamalizia. Mstari wa 21 unasema,
lakini watu wakanyamaza kimya, wala hawakumjibu hata neno moja, maana ilikuwa amri ya mfalme kwamba msijibu neno. Kwa mpendwa, na kushauri kabisa, popote pale ambapo unaona upo sahihi, usitake kujibizana na mtu na kulazimisha akuelewe kwa kile unachomwambia. Akitaka kujua kwa habari ile ambayo amesikia mtandaoni au mahali popote au kwa mtu fulani umetea ubuyu, wewe mueleze kile ambacho ni halisi unachojua. Na akikanusha na wewe usitake kukanusha, hatafika mahali. Lakini kuna mahali pa kunipeleka, halafu na hapo nitasodika vizuri, kwa namna ambayo wewe mwenyewe ungefanya kwa nguvu zako isingewezekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Funika macho tu. Baba, tunakushukuru kwa neno lako kama utangulizi ya leo. Najua Bwana kuna mbegu ambayo umeipanda ndani yetu, na endelea kuchipusha ili kwa wakati wake ikazae matunda. Na tunaweka mkononi mwako kipindi kijacho tutakapopata nafasi kwa ajili ya kuendelea na somo hili. Katika Kristo Yesu Bwana, tunakushukuru. Amen. Amen. Piga makofi kwa Bwana. Nikaribishe mkurugenzi atufungie kwa maombi. Karibu. Asante.